ili kuwatazama wageni wake, kaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Kamwambia, rafiki, uliingiaje humo nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, fungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakakokuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Wazo letu la wiki hii ni utayari wa kuitika, utayari wa kukubali wito, utayari wa kufanya maagizo ya Mungu, utayari wa kufanya mapenzi ya Mungu, utayari wa kuenenda sambamba na Ukristo wetu, utayari wa kukataa dhambi, utayari wa kuishi maisha matakatifu, utayari wa kufanya kazi za Mungu. Ndiyo utayari wa kuitikia wito tulioitiwa kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika Injili ambayo tumesoma, tunaona Yesu anatoa mfano, anasema tena kwa mithali akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja. Huyu aliandaa sherehe kubwa, aliandaa harusi, akaalika wageni wengi, lakini wageni hawakutokea hata mmoja. Hata walipotumwa wafanyakazi wa yule mfalme kwenda kuwafuatilia wale wageni walioalikwa, napo wale walioalikwa wakatenda jeuri kwa wale waliotumwa. Maandiko yanasema kwamba wakawaua, wakawatendea jeuri. Na ndipo mfalme alipopata taarifa zile, naye akaenda akalipiza kisasi, alafu akaangamiza na kuteketeza makazi yao. Na ndipo aliporudi nyumbani kwake, muda ukawa umekwenda, masaa yamekwenda, lakini viti vikawa havina watu, wageni walioalikwa wakawa hawapo, hakuna hata mmoja aliyehudhuria sherehe ile. Na ndipo baadaye akawaita wafanyakazi wake. Yawezekana walizungumza mawili matatu, yawezekana walikaa kikao wakajadiliana kwa pamoja, tufanye nini? Kila kitu kimekwisha kuwekwa tayari, vyakula vimekwisha kuandaliwa, watu wa kamati ya mapokezi wako wanasubiri watu wawapokee, kamati zote ziko sawa sawa, lakini wale walioalikwa harusini hayupo hata mmoja. Yawezekana wakaulizana maswali, tufanye nini kutokana na hali hii? Bwana Yesu asifiwe. Na nilipiga picha ile nikatizama hata harusi zetu za sasa hivi, harusi na sherehe mbalimbali tunazoandaa. Mnapokuwa mmejitayarisha vizuri, mmeandaa sherehe yenu vizuri, mmekwisha kutayarisha kila kitu, lakini mnapotazama masaa, saa 1, saa 2, saa 3, viti viko wazi, hakuna hata mmoja anayehudhuria sherehe ile. Walioketi au waliosimama ni wale wajumbe wa kamati ile ya maandalizi, wamekaa na haoni hata mmoja anayehudhuria sherehe ile. Mnapiga mahesabu, mnajiuliza maswali, gharama iliyotumika pengine ni kubwa, na nyakati hizi watu wanatumia fedha nyingi sana kuandaa sherehe hizo. Wanatumia mamilioni ya mafedha, milioni 10, milioni 15, milioni 20, milioni mpaka milioni 50. Watu wanatumia. Unapopiga mahesabu yale, hakuna hata mmoja anayekuja katika sherehe ile. Fedha zimekwisha kuteketea. Kama ni buffet zipo zimewekwa vizuri na kila kitu kipo sawa sawa. Na katika ukumbi yupo mwenyewe bwana harusi pamoja na wahusika peke yao, lakini wageni waalikwa hawapo. Hivi kama ni wewe ungefanya nini? Au ungechukua hatua gani hali kama hiyo ikitokea? Jaribu kupiga picha. Na masherehe makubwa tunaandaa, lakini ukiangalia wale wote wanaoandaa masherehe makubwa kanisani, sadaka hicho huwa kikumbuki katika masherehe yetu. Milioni 50 imetumika kanisani, imetumika katika ukumbi. Kanisani tunaleta shilingi 6,000, 10,000 amejitahidi sana pengine bwana harusi.
Mfalme huyu alipoona hali hii imetokea, akawaita wafanyakazi wake. Baada ya kujadiliana, akawaambia kwamba kila kitu kimekwisha kuwekwa tayari, vinono vimechinjwa, vinywaji vyote vipo, lakini watu hawapo katika ukumbi huu. Nendeni katika njia kuu, mkamkamate kila mtakayemkuta huko, kila mtakayemuona barabarani. Ingekuwa nyakati hizi ningesema nenda katika vituo vya mabasi, utakuta kule wapiga debe, utakuta kule pengine mateja, utakuta kule si watu wa aina gani, wote mnaowakuta wakamateni, mwalete katika ukumbi huu ili nyumba hii ipate kujaa na watu wapate kusherehekea sherehe hizi. Na ndipo wale watu wafanyakazi wake walipotekeleza kile ambacho wameagizwa na mfalme wao, wakaenda katika njia kuu. Kila wanayemkuta barabarani wanamwambia wewe njoo, umealikwa harusini. Wakamkamata kila aliyekutwa huko njiani, wakaletwa wote, na baada ya muda mchache ukumbi ule ukafurika, ukasheheni watu wa kutosha. Na ndipo mfalme sasa anapita kuwakagua na kuwatizama wageni wale ambao wamehudhuria sherehe ile. Pengine alikuwa anapita kuwasalimia, lakini hapo hapo akimkagua mmoja baada ya mwingine. Na wakati anapokagua, ndipo anapomkuta mtu mmoja ameketi, pengine akamtazama mara 2, mara 3 au mara 4, mara 5. Alafu akamwambia, rafiki, umeingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Rafiki, umeingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Swali hilo lilikuwa gumu ibada ya kwanza tulipoulizana maswali. Watu hao wamekamatwa mabarabarani, watu hao wamekamatwa njia kuu, watu hao wamekutwa mitaani huko, hawakujiandaa. Lakini huyu mtu ilikuwaje akaja mahala pale bila vazi linalohusika na sherehe ile? Lakini angepata wapi vazi wakati amekamatwa barabarani? Baada kwanza tukaulizana maswali, na watu wakajibu maswali yale. Na ibada hii pia tutawauliza swali, nione kama tunaweza tukajibu swali hilo. Ni vazi lipi ambalo mfalme alikuwa akimuuliza huyu bwana ambaye amekamatwa barabarani? Kwanza hajajitayarisha kwenda kwenye sherehe. Kwanza hakuwa na muda wa kupangilia mambo ya sherehe ile, kwenda kupata vazi ambalo pengine linatakiwa siku ile. Na amekamatwa tu barabarani, lakini alikuwa peke yake, ukumbi mzima alionekana peke yake, hana vazi. Wengine walipata wapi mavazi, lakini huyu hakuwa na vazi. Ni vazi lipi hasa lilikuwa likizungumzwa na huyu mfalme aliyemwambia, rafiki, umeingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Lakini angelipata wapi vazi hilo? Na ni vazi lipi ambalo lilikuwa linazungumzwa? Hebu wakati mwingine katika mahubiri tukiulizana maswali pia tunapata kuelewa zaidi. Nani anajibu? Mama Mungu naona umenitazama kana kwamba nataka kujibu swali. Ni vazi lipi hasa lilikuwa linazungumzwa? Mamiti. Jaribu. Amejitahidi, amejibu vizuri. Anasema wale wote walioenda kukamatwa barabarani, unakamatwa unapewa kadi yako hiyo hapo, na unakamatwa kadi yako hiyo hapo. Kwa hiyo wote wakaja na kadi, lakini kwa bahati mbaya yule bwana mwingine hakupewa kadi. Akajikuta ameingia pasipokuwa na kadi maalum ya eneo lile. Kwamba yawezekana kwa mazingira kama haya. Mwingine? Chemsha bongo. Mama hapa anasema muonekano wake tu ulionyesha kwamba huyu si wa eneo hili. Muonekano wake ni appearance yake. Mwingine hapa alikuwa na ndevu nyingi, mwingine amenyoa ndevu zao. Mwingine alikuwa mchafu, mwingine alikuwa safi. Mwingine, kwa sababu wote walikamatwa, hawakuwa na muda wa kujitayarisha. Lakini huyu peke yake alionekana hayuko sawa sawa na wenzake. Wengine walikuwa wako sawa sawa. Ni vazi lipi ambalo
alitakiwa kuvaa. Aya, jaribu. Unajibu kabisa, jibu tu. Huyu anaongelea juu ya utayari, commitment ya wengine ilionekana zaidi. Walipoitwa tu akawa tayari. Huyu pengine alikuwa mbishi hivi, hakuwa tayari, hakukubaliana na jambo lenyewe. Kwa hivyo alipoingia tu akagundulika huyu. Hadi alipotazama usoni akaonekana huyu si wa eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema kwamba akamwambia, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakako kwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tu wa Kristo, wengi tumeitwa katika Ukristo, wengi tumeitwa katika pengine huduma mbalimbali za kanisa, na tumeingia katika Ukristo wetu na kuvaa mavazi ya Ukristo wetu. Lakini wapo ambao hawana mavazi ya Ukristo. Maisha yao hayafanani na Ukristo wao, mienendo yao haifanani na Ukristo wao, mazungumzo yao hayafanani na Ukristo wao. Baada kwanza niliwaambia Mahatma Gandhi katika kipindi cha uhai wake, na hapa niliwahi kuambia siku moja, alizungumza na huyu alikuwa ni mpagani, mtu asiyekuwa Mkristo, mtu ambaye hakumjua Kristo, lakini alipata fursa ya kusoma maandiko na mafundisho mbalimbali ya Ukristo. Naye akasema, ninapenda sana Ukristo, lakini ninawachukia sana Wakristo. Ninaupenda Ukristo nikitazama mafundisho yake, nikitazama mahubiri ya Kikristo, nikitazama Biblia, nikitazama maandiko mbalimbali ya Kikristo, ninapenda sana Ukristo. Lakini ninapowatazama Wakristo, nikitazama maisha wanayoishi na Ukristo wao, ninawachukia sana Wakristo, maana maisha wanayoishi ni tofauti sana na mafundisho yao ya Ukristo wao. Wakristo wengi hawajavaa vazi la Ukristo, lakini wanaitwa ni Wakristo, kwa maana maisha yao ni tofauti na Ukristo wao. Hawana vazi la Ukristo. Rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la Ukristo? Wapo wengine pengine ni wakuu wa kanisa, pengine ni wazee wa kanisa, lakini mienendo yao haifanani na uzee wa kanisa. Maisha yao hayafanani na ukuu wa kanisa. Pengine hata mazungumzo yao hayaendani na kazi wanayofanya kanisani. Rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la ukuu wa kanisa? Na leo tunapokumbushwa juu ya utayari wa kuitika, ni lazima tuitike katika kuvaa vazi la Kristo, kuvaa vazi la Ukristo wetu. Penginepo wengine ni waimbaji wa kwaya zetu mbalimbali, sio kwa hizi tu, lakini kote duniani, lakini maisha yao na huduma wanayofanya ni vitu viwili tofauti. Wanachoimba na wanachotenda ni vitu viwili tofauti. Rafiki, uliingiaje humo nayo huna hata vazi la uimbaji? Mungu leo anatukumbusha juu utayari wa kuitika. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe tayari kuitikia wito tulioitiwa na kuvaa vazi la wito na huduma tunaofanya. Na ndicho ambacho Mungu anakusudia kione katika maisha yetu.
tukivaa vazi la huduma yetu. Kama ni Mkristo, basi tuone Ukristo katika matendo yako, tuone Ukristo katika maneno yako, tuone Ukristo hata katika kutembea kwako, tuone Ukristo hata katika kuzungumza kwako, tuone Ukristo hata katika kubadilishana mawazo na mwenzako. Mtu auone Ukristo wako, akikutazama amuone Kristo. Haiwezekani ukawa Mkristo lakini katika vijio vya umbea humo, katika mabaraza ya kusemana na kusema wengine wewe namba moja, lakini ukajiita wewe ni Mkristo. Rafiki, umeingiaje humo na wewe huna vazi la Ukristo wako? Katika ulevi humo, katika uzinzi na uasherati humo. Rafiki, uliingiaje humo na wewe huna vazi la harusi? Mungu natusaidie Jumapili leo tunapokumbushwa utayari wa kuitika. Lazima tuwe tayari kuitikia wito wetu kwa vitendo. Mtume Paulo anapozungumza anasema, ninyi ni barua, ninyi ni chumvi, chumvi ya ulimwengu. Chumvi ikiharibika hata itiwe nini lipate kukolea, ni ya kutupwa barabarani. Ninyi ni barua, watu wapate kuyasoma maneno yenu kupitia tabia zenu, kupitia maisha yenu, watu wapate kuwasoma. Ninyi ni barua katikati ya ulimwengu, ninyi ni barua katikati ya wanadamu, ninyi ni barua katikati ya jamii mnayoishi. Watu wapate kuyasoma maneno yenu, watu wapate kuyasoma matendo yenu, wapate kumjua Kristo kupitia ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuvaa Ukristo katika maisha yetu, vazi la Ukristo, utayari wa kuitika. Huduma unayoifanya basi ufanane na hiyo huduma. Baada kwanza niliwaambia kwamba waimbaji pengine wamekuwa kama wapiga debe, wanapiga debe mabarabarani, Kariakoo, mwenge, alafu yeye yuko pale pale, haendi. Unaenda unarudi, yeye yuko pale pale, unaenda unarudi, yeye yuko pale Kariakoo, anakuonyesha njia. Au vibao vyetu vile vinavyotuonyesha, ubao huo unaonyesha kwamba ukipita barabara hiyo utaenda wapi? Unaenda kanisa la Mtakatifu Mathayo. Na watu wanakwenda wanarudi, lakini ubao ule uko pale pale, hausogei wala hauendi nyuma wala uendi popote. Kazi yake ni kuonyesha watu. Usije tukawa tunaonyesha watu njia, lakini mwisho wa siku sisi tukawa ni watu wa kukataliwa. Mungu natusaidie. Leo tunapokumbushwa juu ya utayari wa kuitika, huduma yetu ifanane na matendo yetu. Matendo yetu ya utafsiri huduma yetu, na watu wamjue Kristo kupitia maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi, nawe huna vazi la Ukristo wako? Maandiko yanatuambia kwamba ndipo mfalme akawaita wafanyakazi wake, akawaambia, mfungeni huyu, maana hana vazi la eneo hili husika. Mfungeni mikono na miguu, mtupeni huko nje. Na maandiko yanasema kwamba huko nje ndiko kutakako kuwako kilio na kusaga meno. Huko nje ndipo yatakapokuwepo mateso makali. Umwahi kufanya experiment au majaribio? Chukua kioo, weka namna hii, alafu jitazame, alafu chukua jiwe, hebu jaribu kusaga meno yako huku unajitazama. Na Biblia inapozungumza kilio na kusaga meno, maana yake ni mateso na maumivu makali. Hivyo vitakuwepo kule nje kwa wale ambao watapatikana hawana mavazi ya eneo husika. Lazima tuvae mavazi ya Ukristo wetu. Lazima tuvae Ukristo wetu. Watu wamuone Kristo katika maisha yetu. Watu wamuone Kristo katika kila tunachofanya. Na watu waje kwa Kristo kupitia sisi.
watu wamjue Kristo kupitia sisi. Tuvae vazi la Kristo. Mungu atubariki na Mungu atujalie Jumapili leo tunapokumbushwa utayari wa kuitika. Lazima tuwe tayari kuitika na kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu na kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na kuachana na dunia hii ambayo kimsingi dunia inatudanganya. Kimsingi dunia inawayawaya kama Biblia inavyoandika. Kimsingi dunia inayumba. Kimsingi dunia hii itaangamia, lakini neno la Mungu halitapotea. Neno la Mungu litaendelea kuishi. Neno la Mungu litatimia na neno la Mungu litatimizwa. Tumruhusu huyo Kristo katika maisha yetu ili tupate kuenenda sawa sawa na maneno ya Mungu mwenyewe. Mungu atubariki na Mungu alibariki neno lake, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tusimame tukiri imani. Tuseme imani. Tuseme